Uongozi katika dayosisi mpya ya kanisa ya Kianglikana Kapenguria umechukua mkondo mpya. Hii ni baada ya ibada mbili kufanyika siku moja kanisani Sigor, kila upande ukidai kuwa uongozi unaotambulika kihalali unakaidi maagizo ya mahakama. Polisi walilazimika kuweka kambi kudhibiti hali, huku waumini wakimtaka Askofu Mkuu Jackson Ole Sapit kutoa mwelekeo. Mwanahabari wetu Carol Wangare anaarifu. Kanisa Anglikana la Sigor limekuwa kitovu cha mgawanyiko, huku makundi mawili ya waumini yakitofautiana kuhusu uongozi uliopo kwa sasa. Kundi moja lilijitokeza kumkaribisha Askofu Simon Onyango wa dayosisi ya Nyanza aliyelenga kuleta upatanisho kwenye mgogoro unaoendelea. Lakini wakati huo huo, kundi pinzani lilifanya ibada yake pembeni, likishikilia kuwa Askofu Onyango ndiye chanzo kikuu cha mgawanyiko, huku akisema Onyango amekaidi agizo la mahakama la kutoendelea kutekeleza majukumu kimaksudi. Na wakati tunalalamika mambo ya uchaguzi, kidogo tukasikia anakuja. Na kweli jana tukakimbia kwa polisi, tukamwambia, tukapeleka court order yetu. Tukaambia askari, court order iko. Mbona huyu mtu amekuja? Amefunja wakati ule na haka anafunja tena. Kwa nini? Kwamba kanisa hii ya Anglikana imeharibika kwa ajili ya mzee mwenye alikuwa bishop. Hata tuliabusu leo yuko, tukashangaa nani sasa yeye anakuja welcome yeye, na tuliabusu ametoroka ameenda Baringo kwa maana kesi iko kwa court. Hata tunashukuru tuliabusu kwa maana alitoroka isimpate yeye. Kwa upande wake Askofu Onyango alipinga madai hayo akisema kumekuwa na commissaries wengine hapo na imekuwa shida kutafuta askofu kwa sababu baada ya diocese kuwa declared ikawa diocese, ni kama kulikuwa na timu nyingine ambayo ilifikiria kwamba area hii ilikuwa na askofu ambaye tayari alikuwa amewekwa. Ni hali iliyoleta sintofahamu, huku polisi wakilazimika kuweka kambi katika kanisa hili kufuatia hofu ya ibada kuvurugika. Waumini sasa wanamgeukia Askofu Mkuu Jackson Ole Sapit wakimtaka kuingilia kati na kutoa mwelekeo kuhusu utekelezaji wa maagizo ya mahakama na mustakabali wa uongozi wa dayosisi hii. Hata hivyo, viongozi wa kisiasa wanataka mazungumzo ya amani ili kutatua mzozo huu. Uchaguzi walete mtu mwingine. Wakitaka West Pokot ikue, tafadhali Ole Sapit na mabishop wote okoeni West Pokot, mtulete bishop ambaye atakaa katikati na kuleta wakondoo pamoja. Na kwa hivyo nataka niwaombe tu ya kwamba ni vizuri kama kuna tofauti kwa kanisa iweze kusuluhishwa kwa njia ya heshima, kwa njia ya amani na kwa njia ambayo inaleta kila mtu katikati. Kwa sasa dayosisi ya Kapenguria inasubiri kauli ya mwisho ya uongozi wa kanisa Anglikana na mwongozo wa mahakama ili kuamua mustakabali wake. Carol Wangare Wanjiru, runinga ya TV47. Mtazamaji